Rango. Kila nikikumbuka home machozi yananitoka. Namkumbuka Mariamu, chakula kinadondoka. Asante sana Mungu wangu, asante sana babangu kwa kunipa uzima mpaka leo nina hema. Kaka Rango. Niambie. Maana leo nacheka kweli. Leo kukukuta una buku unaandika. Makubwa haya. Siku zote watu mnakariri. Yaani ukikariri mtu mmoja anafanya kitu kile ni kile kile, kumbe hukumbuki kwamba huyu mtu labda na mambo mengine ambayo anayafanya. Kaka Rango, mimi maana leo nashangaa sana. Toka lini tena? Msikia hii hapa sasa. Kila nikikumbuka home machozi yananitoka. Namkumbuka Mariamu, chakula kinadondoka. Asante sana Mungu wangu, asante sana babangu kwa kunipa uzima mpaka leo nina hema. Unaona kaka we. Hapo mimi naona umeteswa na mwanamke ndio maana ukafika kusema yote haya. Mimi ni mtunzi mmoja wa mashairi mzuri sana. Msikia hiyo. Kitengeni shaka natokea uwanjani. Tumbo langu linawaka kwa maneno hasirani. Nimesaka kila pembe nikali na mapolini. Ndege ninamtafuta wa kutulia tunduni. Si ndege wa kunitisha kwenda kwa majirani. Nimesaka kila pembe siku kenda Karinga kaenda zake mafichoni. Kaka Rango, toka lini? Toka lini utajua mwenyewe. Kaka, mimi na wasiwasi itakuwa huyo mwanamke huyo ndo aliyekutenda. Kwa hali leo kaka Rango una furaha kama kawaida. Kama kawaida. Sasa kaka Rango, nataka nikuulize. Niulize. Maana nilishangazwa sana. Yule mtoto uliokuja naye kule hospitali ulimpata pataje? Mungu tulie hivyo. Nyamaza. Mtoto simjui kwa moja. Mtoto simjui kwa mbili mpaka kwa tano. Yule mtoto ndo mara ya kwanza kumuona. Ila aliniomba msaada tu kwamba nataka unionyeshe wodi ya wagonjwa na mimi nikampeleka. Mimi yule mtoto nimekutana naye akiwa analia, naogopa kuingia kwenye mlango wa wodi ya wagonjwa nipeleke mamangu anauma. Mimi ndo kumuonyesha mlango ule ndo akaingia. Kwa hali hiyo wewe umemkuta nje tu yule mtoto? Nilikuwa napita zangu, unajua mimi mzee wa mishemishe. Kweli? Sasa usinilazimishe kitu ambacho mimi sikijui. Umeshanielewa? Yule mtoto nimekutana naye mara ya kwanza tu. Akaniambia nisaidie kunionyesha wodi ya wagonjwa. Na mimi nikasema sawa, nikampeleka. Kumbe na mama yake mgonjwa maskini yule mtoto. Baada ya pale ndo ukanivuta nje nikakwambia dada, huyu mtoto simjui. Tukaachana hospitali, lakini sasa unanifuatilia mpaka nyumbani kwa yule mtoto mimi namjua. Yule mtoto simjui dadangu. Kwani tatizo dadangu nini? Tumeyamaliza tangia hospitali, lakini mpaka nyumbani dadangu unanifuatilia kwa nini? Subiri kaka. Subiri, yule ni mtoto. Najua. Tena ni mtoto wa watu. Na siku hizi kuna mambo ya udhalilishaji. Si kwa mtoto wa kike, si kwa mtoto wa kiume. Kila kunakokucha asubuhi mawio yanazungumzia nini? Udhalilishaji. Asubuhi kija tena udhalilishaji. Kakaangu, miaka 30 unaweza wewe jela? Na ukiongeza nako kama una 30 na kwa 60. Na kwa 60 Boss, nimekuletea taarifa mbaya. Taarifa gani? Jekana, Sheri na Kadege tunao tena duniani. Kwa nini umeshindwa kuwalinda nzio? Kiupande fulani ni ujinga wangu. Kwa nini ufanye ujinga? Maana nimeshindwa kuwazuia. Kumbuka ni wenzetu. Na tumefanya kazi nao kwa muda mrefu.
Ndio bosi. Vibaya zaidi, na zile milioni 50 zimekwenda na maji. Usinitanie bosi, usinitanie kwenye pesa. Alowaua hawa ni Rangu. Bosi, usimuue. Sikia Najma, pesa ya kumtibia mamako mimi nimeshaipata. Umeipata? Amini hivyo, ndio hii hapa kwenye begi. Ondoka na hii pesa. Mimi nitakuja kesho kumuona mama, sawa? Na nitakusindikiza kwa macho. Sawa? Umeshaelewa? Naomba uwe makini sana mdogo wangu. Asikusimamishi mtu mwingine, ila uzuri nitakupa. Sawa? Umeshajikoki? Ndio kiongozi. Kama tulivyofeli juzi na jana, tunahakikisha tunapita chocho kwa chocho ili mradi tumkamate. Brani. Naam kiongozi. Utapita huko. Popi. Naam mkuu. Utapita huko. Tumemwaga damu nyingi sana. Na sisi tumemwagiwa damu. Kwa hiyo tulipize kwa hicho tulichofanyiwa. Umeelewa? Ndio kiongozi. Ifuate. Tulia. Mimi unanijua, hata wewe pia nakujua. Nyinyi ni wahalifu, hivyo basi tulia kama ulivyotulia. Tulia. Mikono juu.
geuka nyuma. Geuka. Na magoti. Subiri. Ndiweka bastora chini tuongee kama wanaume. Siwezi kuongea na wewe. Nilikuwa nakutafuta kwa muda mrefu. Hapana Nodi. Na leo umeingia kwenye 18. Kwa hivyo basi lazima nilipite kisasi kwa wenzangu leo. Sababu nielewe vijana wangu. Nodi, nakuomba tafadhali usifanye unachotaka kukifanya. Hivi una akili timamu kabisa? Nodi, tafadhali nakuomba usijaribu kukifanya unachotaka kukifanya. Tafadhali nakuomba. Kumbuka jeshi la polisi liko kwa ajili yenu kukusaidieni. Kama unaweza kunisaidia, subiri nifanye alionileta hapa. No, usifanye hivyo.